Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha tena kualika siku ya leo katika mafungo yetu ya Kwaresma, leo ikiwa ni siku ya 7 ya mafungo yetu ya siku 40. Ndugu zangu wapendwa, wito wa toba ni kati ya jambo mojawapo ambalo tunaitwa kulifanya kwa namna ya pekee sana kwenye kipindi hiki cha Kwaresma. Katika Injili ya Luka ile sura ya 5 mstari wa 32, Yesu anatuambia kwamba sikuja kuwaita wenye haki, bali nilikuja kuwaita wenye dhambi wapate kutubu. Unajua, maneno haya ya Yesu kwa kweli nikiyasoma ninaona yanafunua ule upendo wake kwa kila mtu ambaye anamuhitaji Mungu. Anafunua upendo huo. Unajua, wito wa toba sio wito wa hukumu. Yesu hatuiti kwenye hukumu, bali anatuita kwenye neema. Ni wito wa neema. Ni wito wa kumrudia Mungu kwa moyo wa toba na mabadiliko. Kwa hiyo toba inahusisha mabadiliko. Unajua, kuna watu wengi sana siku hizi wanapata shida ya kutubu. Kwao kutubu ni kama mzigo. Kwenda kuungama ni kama mzigo. Kuna wengine hata wana miezi, wana miaka hawajaenda kuungama. Sasa ninaomba nikwambie kwamba kutubu sio mzigo. Kutubu ni mlango wa kuingia katika uzima mpya, uzima uliojaa neema, uhusiano wa kina kabisa na Mungu. Unajua, mstari ambao Yesu anazungumza, anasema hakuja kuwaita wenye afya bali wenye dhambi wapate kutubu. Kwangu mimi mstari huu unanigusa kwa sababu ninaona unyofu wa pekee wa mstari huu. Kwamba cha kwanza, Yesu anakubali kwamba ukweli kuhusu dhambi, kwamba kuna dhambi. Lakini pia anatupa matumaini. Unajua, huu mstari unafunua matumaini. Yesu anafunua matumaini kwamba amekuja kwa wale ambao wanahitaji kutubu, wana haja ya wokovu. Kila mwenye haja hiyo anapata. Unajua ndugu zangu, toba sio ile hali ya kuhisi tu majuto. Lakini toba ni zaidi ya majuto. Toba ni kugeuka. Ni kufanya ile metanoia. Kuchange direction, kutoka direction moja kwenda direction nyingine. Unajua? Kwa hiyo toba ni ile kutoka kwenye dhambi, kuelekea kwa Mungu, kwenye uzima, na ni ile shauku ya kubadilishwa ndani. Mtu anapotubu anakuwa na hiyo shauku ya kubadilika kuwa mtu mwingine. Unajua, mimi ninaguswa sana na habari ile ya mwana mpotevu, jinsi ambavyo alivyogeuka, alipozingatia, akatambua, akajiuliza maswali. Hivi watumishi wangapi wa baba yangu wanakula na kusaza na mimi nahangaika hapa? Akafanya maamuzi, akafanya metanoia, akasema nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu. Nitamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako, lakini nifanye tu sehemu ya mtumishi wako. Lakini angalia baba alivyompokea. Baba alikuwa anamsubiri mtoto wake, alikuwa anahangaika kwamba mwanangu atarudi lini. Unajua, wakati mwingine ni rahisi kufikiri kwamba ilikuwa tu ni struggle ya mwana mpotevu. Lakini huku baba yake alikuwa ana struggle, mwanangu anarudi lini. Ndugu zangu, hiyo ndiyo kiu ya Mungu, kwamba turudi kwake. Haijalishi tumejichafua kiasi gani, haijalishi tumechafuka kiasi gani. The moment tunafanya metanoia, tunasema nitaondoka, nitarudi, unakuta Mungu anakusubiri. Na unajua, hii habari ya mwana mpotevu mimi inanigusa kwa sababu halikuwa ni swala la mtoto kumkimbilia baba kwenda kutubu. Ilikuwa ni swala la baba alipomwona mtoto wake anakuja kwa mbali, ni baba aliyetimua mbio kwenda kumpokea mtoto wake, kwenda kumkaribisha mtoto wake. Hebu fikiria huu upendo ulivyo wa pekee. Ndugu zangu, ndicho kitu Mungu anachotuita. Anataka tuonyeshe nia kwamba tunataka kurudi kwake. Yuko tayari kutupokea jinsi tulivyo, haijalishi tumejichafua kiasi gani. Ana damu ya kutosha kutusafisha kabisa. Kwa hiyo ndugu zangu, toba inamgusa Mungu, na inamgusa Mungu kiasi cha kwamba anaanza hapo hapo kutufanya upya. Anaanza hapo hapo kutuunda upya, tunakuwa watu wapya kabisa. Mtakatifu Yohane Maria Vianney alizungumza akasema, Mungu yuko tayari kusamehe dhambi zetu kama tu
tutaelekea kwake kwa moyo wa toba ya kweli. Yuko tayari kutusamehe, haijalishi tumefanya nini. Kwa hiyo basi, ndugu zangu, hatuna budi kuiona toba kama nafasi ya neema, sio mzigo. Mungu hatuhukumu, na hiki ndicho chanzo cha uzima mpya wa maisha yetu. Hii ndio hatua ya kwanza kabisa ya kuelekea kwenye ile furaha ya kweli, furaha ya ndani kabisa. Kwa ndugu zangu, Kwaresma hii uwe ni muda wa kujitafakari. Tujitafakari, tujiulize, hivi ni eneo gani kwenye maisha yangu ambalo kwa kweli linahitaji kurekebishwa ili nimrudie Mungu kwa moyo wa kweli? Tujiulize ni eneo gani. Usiogope kwenda kwa Mungu. Mungu yuko tayari kutupokea muda wowote tunaporudi kwake. Mungu Mwenyezi akubariki na kukutunza. Fuatana nami katika siku ya 8 tutakapoendelea na mafungo yetu.